ili kufikia dhamira na dira ya wizara yetu ya kulinda na kudumisha utulivu, amani na usalama wa raia na mali zao. Ndugu viongozi na ndugu washiriki, sheria mnayoenda kuratibu na kusimamia utekelezaji wake inatoa vigezo kwa wahalifu waliotenda makosa madogo ambayo si hatarishi kwa jamii na ambao adhabu yake ni kifungo kisichozidi miaka 3, kutumikia adhabu hiyo katika jamii kwa kufanya kazi za kijamii bila malipo badala ya kupelekwa magerezani. Utaratibu huu umeisaidia serikali yetu ambayo kwa kipindi kirefu. Naomba kumkaribisha Mheshimiwa Mohamed Duai, Jaji wa Mahakama Kuu Division ya Ardhi. Serikali yetu kwa chakula, malazi, huduma za kiafya, ulinzi na mavazi. Hivyo basi nachukua fursa hii kuelekeza kamati kusimamia ipasavyo utekelezaji sahihi wa sheria hii ili kupunguza msongamano magerezani na kuokoa fedha za walipa kodi ambazo badala ya kuhudumia wahalifu walioko magerezani sasa zinapelekwa kwenye huduma zingine za kijamii kama vile ujenzi wa zahanati, ujenzi wa vituo vya afya, shule, huduma za maji na huduma nyinginezo za jamii yetu ya Tanzania. Ndugu viongozi na ndugu washiriki, changamoto kubwa inayokabili utekelezaji wa adhabu mbadala wa kifungo magerezani hapa nchini ni kuendelea kuwepo kwa dhana potofu kwamba adhabu ya kila mhalifu ni kwenda jela au kwenda gerezani tu. Dhana ya adhabu mbadala bado haijaeleweka vizuri katika fikra zetu. Tena fikra hizo zipo katika sekta zote za jamii kuanzia mahakamani, ambapo wakati mwingine mahakama bado inakuwa na kigumizi katika kutoa adhabu za vifungo nje ya magereza. Vile vile wanajamii nao bado hawaoni kama wana jukumu la kuwatunza na kuwarekebisha jamaa zao wanaojiingiza katika uhalifu. Aidha, baadhi ya viongozi wa kisiasa nao bado hawajachangamkia jambo hili na kulipigia debe kwa nguvu zote ili ipate kuungwa mkono na jamii yote ya Tanzania. Hivyo basi, kupitia vikao mtakapokuwa mnafanya, ni muhimu mkaweka mikakati ya kuendelea kuelimisha umma kuhusu faida ya vifungo vya nje ili kila mmoja wetu aelewe nia njema ya serikali yetu inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ya kuhudumia wahalifu wa makosa madogo nje ya mfumo wa magereza kama njia ya kuwapa nafasi ya pili ya kujirekebisha na kuwawezesha kuendelea kuhudumia familia zao na kushiriki katika shughuli za kuletea maendeleo wao wenyewe pamoja na taifa kwa ujumla. Ndugu viongozi na ndugu washiriki, serikali yetu imekuwa ikisisitiza matumizi ya adhabu mbadala kama njia mojawapo ya kudhibiti mlundikano wa wahalifu katika magereza yetu. Jambo hili lipo pia kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi ibara ya 120J. Aidha, tume ya kuangalia namna ya kuboresha taasisi za haki jinai ile ndio na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika mapendekezo yake, na ile pendekeza taasisi zote zinazotekeleza adhabu mbadala kuongeza kasi ya utekelezaji wa adhabu mbadala, uwezeshaji wa taasisi hizo kwa rasilimali watu na fedha, lakini pia kutoa elimu kwa wadau na wananchi ili dhana ya adhabu mbadala iweze kufahamika kwa watu wengi na kupata uungwaji mkono. Napenda kuiagiza Kamati ya Taifa ya Huduma kwa Jamii kuzingatia maagizo haya ya serikali kwa kusimamia kwa dhati utekelezaji wa sheria ya huduma kwa jamii na kushiriki moja kwa moja katika utoaji wa elimu ya uhamasishaji wa matumizi ya adhabu mbadala kwa taasisi na wadau wakiwemo magereza, polisi, mahakama, ofisi ya taifa ya mashtaka na taasisi nyingine za haki jinai. Ndugu viongozi na ndugu wajumbe, nimefahamishwa kuwa baada ya hafla hii ya uzinduzi wa Kamati ya Taifa kwa Huduma za Jamii, kamati itafanya kikao chake cha kwanza, ambapo miongoni mwa ajenda zilizoandaliwa ni kupitia taarifa ya utekelezaji kwa kipindi cha miaka 3 iliyoandaliwa na Idara ya Huduma za Angalizi ili kupata taswira halisi ya utekelezaji wa adhabu mbadala kupitia sheria hii.